vyote, Mungu anasema vyote vilivyoumbwa duniani, kila kitu ambacho kimeumbwa duniani, kila kitu ambacho kimeumbwa, maji, miti, kazi yenye unafanya, wewe mwanadamu mwenye umeandika kazi ya nyumba, unapigia mtu chakula, unafulia mtu manguo, unaendea mtu maji, unaoshea mtu mtoto, hiyo ni kazi ya Mungu. Hiyo ni kazi ya Mungu. You must know there is God in heaven. That is my point. That is my point. Mika anasema hivi. Mika anasema, kumbukeni kitabu cha Mika. Acha tuangalie. Kitabu cha Mika. Mika. Kwa wapi? Mika kuja haraka. Mika kuja haraka. Kwa hapa katikati. You must know there is God in heaven. Kitabu cha Mika. Nini napotelea wapi hapa? Kitabu cha Mika. Tumekisoma hapa asubuhi. Kitabu cha Mika, Mika chapter 6 from verse 1. Basi sasa sikieni asamaye Bwana. Msikie ile mambo Mungu anasema. Sikieni asamaye Bwana. Sikiza sana, Mungu anasema nini? Mungu amesema nini? Mungu anataka kufanya nini? Mungu anataka umpe nini katika moyo wako? Mungu anataka umtendee nini? Kuna kitu Mungu anataka umtendee. Kuna kitu Mungu anataka ufanye. Kuna kitu Mungu anataka ujikumbushe. There is God in heaven. Kwa kile kitu unafanya kazi, unaendesha gari, umejenga nyumba nzuri, umeoa mke mzuri, umeolewa kwa bwana mzuri, umezaa watoto, uko na pesa kwa nyumba, umepaka mkate pulupand, unakunywa wine, unakunywa hata pombe, lakini you must know there is God in heaven. One day you will go to visit God and God will come to visit you. What will you say? Ile siku Mungu atakuja kutembelea, utasema nini? Utasema Mungu acha ningoje nimalizie kazi. Utasema Mungu acha ningoje kama bibi ya Lutu. Aliangalia mali, alipoangalia mali akawa mawe. So you must know this. When God speak, Mungu anaongea ukweli. So Biblia inasema kwamba sikiza yale Mungu anayesema, kitabu cha Mika 6 from verse 1. Sikiza what God was telling you. Mungu anakuambia nini? Mungu anakuambia je, usiibe, usishuhudie uongo. Angalia Kagwe ameshuhudia uongo. Uhuru Kenyatta ameshuhudia uongo. Matiang'i ameshuhudia uongo. Rashid ameshuhudia uongo. Wanasimama kwa platform, wanasema mtu amekufa corona na mtu hajakufa corona. Hakuna nothing. Si Mungu anaongea sasa. Sikiza Mungu anasemaje? Mimi nitaondolea magonjwa. Nitaondolea mabaya. Mungu alicheza na akili ya Farao. Akaletea Farao vyura, akamletea maji kuwa damu, akamletea panzi, akamletea chawa. Dakika mwisho aliua wazaliwa wote wa kwanza. Na hivyo ndio Farao aliangamizwa. Sauti ya Mungu inaongea. So you must listen to God. What God was telling you. Ni nini Mungu anakuambia? Anasema kwamba anasema simama ujitetee mbele ya milima, vilima navyo na visikie sauti yako. Sikieni enyi mlima mateto ya Bwana, na ninyi enyi msingi ya dunia iliyo imara, kwa maana Bwana ana mateto na watu wake. Bwana anateta. Biblia inasema kwamba Mungu ana mateto nasi. Angalia mtu amebarikiwa. Uliomba Mungu. Ulipenda kwa Mungu ukaomba kazi, ukapata kazi. Umaifanya nini? Ulipenda kwa Mungu. Mlisikia Amerika ati mwanaume anaoa mwanaume mwingine. Hata hapa Kenya kuna watu kama hawa. Unakuta mtu ameoa mwanaume mwenzake. Ati mwanaume mmoja ni bibi, mwanaume mwingine ni bwana. Unakuta mwanamke ameoa mwanamke mwingine. Ushetani mtupu. Na hiyo ndio mambo inaenea. Hiyo ndio mambo inaenea. Mliona wengine sasa kuwataja kwa jina, walionekana kwa TV usiku, walikuwa ni wachawi, kwani ni waganga. Walionekana usiku kwa TV, walikuwa wanaenda watu usiku, Hakuna mradi unafanyikanga usiku. Usiku wanaenda watu usiku wa manane. Sasa nitaje mtu jina hapa, sijataja mtu jina. So angalia, Mungu anataka kufanya nini? Ni nini Mungu anataka ufanye? Jiulize ndani ya moyo wako. Sauti ya Mungu inaongea. Mungu anataka kufanya nini? Mungu anathibitisha nini kwako? Sikiza Mungu, there is God in heaven.
ambaye akishuka anashuka kuponya, akishuka anashuka kutenda. Lazima muamini Mungu. Wakati wa corona, Mungu anachapa upande mwingine, anainua upande mwingine. Wamefungua vilabu, so walevi wanakunywa pombe. Sasa kitu ambaye hajafunguliwa ni shule na kanisa peke yake, lakini kilabu inafanya kazi, soko inafanya kazi, walevi wanakunywa, wanaendelea kukunywa, wanaendelea kulewa pombe. Washarati, lodging hazijafungwa, lodging zimefunguliwa, washarati wanafanya ucharati, waizi wanaiba. Sasa wamefunga nini? Enda kwa Inange, malaya wamejaa na visikati fupi, hata hawana social distance. Hawakai social distance, lakini kanisa unaambiwa ukae social distance. Kama ugonjwa Yesu kaingia kanisani, ilifikaje State House? Sijui kama mnajiuliza swali, ilifikaje State House? State House kuna TV, kuna umbwa, kuna polisi, kuna nini? Kwani ugonjwa hii kuogopa? Haikuogopa bunduki. Ugonjwa kama ni ya kuingia inaingia. Ugonjwa kama ni ya kukuja inakuja. Hata mzuia mwezi. Nyinyi mnacheza corona. Uliza Spain corona ni nini? Uliza Italy corona ni nini? What is corona? Uliza Brazil jana walitangaza watu 24 people wala ambao wamekufa. 24 people. Kenya mkikufa safari moja watu 100 mtasema nini? Nyinyi mnapima watu makamasi, mnapima watu mate, mnasema kuna corona. Wakati Mungu atakasirika ingisha corona hapa, tutakufa kama takataka. Sasa mnatangaza kuna corona. Waluya wanaandaa mkutano ya siasa, mnasema kuna corona. Wakikuyu wanaandaa not Wakikuyu, wanasiasa kutoka Mount Kenya wanaandaa mkutano ya siasa. Mnasema corona. Ojelo wanaandaa mkutano ya siasa. Na kanisa imebaki wapi? Atueli juzi amekuwa na mkutano huko. Amefanya nini? You must seek God. Can you seek God? You will know there is God in heaven. You will know, mutajua kuna Mungu ako mbinguni. You will know there is God in heaven. Mika anasema kwamba Mungu ana mateto. Hasa Mungu anatenda duniani. Hasa Mungu analia. Mungu anaomboleza. You must know there is God in heaven. You must know. Watu waingia kanisa. Wewe umekataa kuja kanisani utoe sadaka, umuombe Mungu unalia. Wewe unajua corona ikiisha, wakifungua, mwisho wako ni gani? Mwisho wako ni upi? Wengine wamesimamishwa kazi, hujui kama utarudi kazi yako. Wengine wamefungiwa, hata hujui kama utaenda kwenu. Wengine wamefungiwa, hujui kama corona ikiisha ndio corona inaweza kosa kuua, lakini ugonjwa mwingine ikuue, ajali ikuue, marasmus ikuue, ukimwi ikuue, alisasi zikuue. Sasa usipoomba kwa hii magonjwa unasema kuna corona. Hapana, tuambiane ukweli bwana. Tuambiane ukweli. Mungu anateta kwa mama ambaye tunafanya. Mungu anakasirika kwa mama ambaye tunaongea. Mungu anakasirika. Mungu anauliza, kanisa langu limebaki wapi? Ulifanya vitu kuanzia January mpaka sasa kuna calamity, unafanya ngatu vituko. Wakati kuna calamity, this is calamity. And calamity, it is must we call about God. We call God. Calamity ni ya kuita Mungu. Mungu ashuke. Mungu akasema, nimesikia kilio cha wana wa Israeli na mimi nimekuja kuwaokoa. So God want to serve you. Mungu anataka kuokoa, akusave kutoka katika mateso. Sasa wewe, kuna wachungaji wamefunga makanisa. Do you know that? Wameandika no service until further notice. No service until further. Mimi siwezi. Ati niandike hivyo? Mimi siwezi. Niandike hivyo. Ati no service. Sasa malaika anakuja, anataka kubariki kanisa, anapata umeandika kwa mlango no service until further notice. Wewe umetumwa na wanadamu. Kuna mtu ametumwa na mission, kuna mtu ametumwa na wanadamu, kuna mtu amejituma, na kuna mtu ametumwa na Mungu. Three people different. Kuna mtu ametumwa paka na maroho ya baba yake na mama yake. Anahubirianga watu ujinga tu. Anafanya tu ujinga. Akiongea ndimi zingine ambazo hazina maana, but kuna mtu ametumwa na Mungu. There is a person who has sent by God to preach the gospel of God. So you must learn this. Take my point. Siku zinakuja hapa mbele. Wachana na corona. Wachana na hivi vitu ya upuzi corona. Hii ni upuzi bwana.
Tumeosha mikono, wengine wameosha paka na steel wire. Watu wameosha mikono, hata watu wamefunika mapua. Si tunafunika mapua. Sasa kama tunafunika mapua, jiulize ugonjwa iliingiaje State House? Iliingiaje huko? Simujiulize swali. Kama Yesu ingia Kibera kwa kilabu hapa juu, watu hawezi konjeka corona na watu wanacheza klabu mpaka saa 8 usiku. Hata hao nanga acha na kafyu. Hao ndio wanaume. Hao kama makufuli. Hawajaligi na hiyo. Wanasema kafyu itupilie mbali. Wanatembea, wanafanya kazi zao. Kama corona haiwezi kaenda Kikomba. Enda Kikomba wana watu ni wengi. Kama corona haiwezi ikashika watu Mudhurwa. Inatoka ile ingiaje? Ile ya Mandizi. Inatoka ile ya Mandizi Mamboga hapa. Marikiti. Kama corona haiwezi ingia Marikiti kwa watu, itaingiaje State House? Ujanja hiyo. Janja mtupu hiyo. Wacha kudanganya Kenya hapa. Corona inaingia State House na ijaingia Mudhurwa, ijaingia Marikiti. Inafaa ianzie Marikiti. Marikiti ndio ikitoka Marikiti iende State House. Ianzie Kikomba, ndio ikitoka Kikomba iende kwa kilabu. Iende kwa hizo mahoteli zimefunguliwa. Ukienda kwa hoteli, afadhali kanisa tukiingia kanisa. Take my point. Ukiingia kanisa unapatana na mtu mwenye unajua. Mimi nakujua wewe, wewe unanijua mimi. Tunajua social meters. Lakini ukiingia kwa kilabu, huyo mtu mjui. Ukienda kwa hoteli, huyo mtu haumjui. Na kama TB, let me talk about TB. TB si ile ugonjwa kukohoa. Ile kukohoa na kupika chafya. Mtu anakohoa mpaka anakauka mbavu, si ndio? Mtu anapika chafya. Mtu wa TB akiingia hapa kwa chachi hapa, tutaambukiwa sisi wote. Maana TB kwa kizungu wanasemangaje? Tipon ile ya hewa. Airborne disease. So kuna watu wamepima hata mwezi mmoja imepita na wanatembeanga hata hawana ugonjwa, wanatembeanga. Sasa kama tunakutana kwa gari na ni airborne na tupati corona, mimi nimepanda gari mara nyingi sana. Nimekuwa Kitengela, nimekuwa Mlolongo, nimekuwa Mathare, nimekuwa Githurai 45, nimekuwa Kavangware, nimekuwa Uthiru, nimetembea, nimepanda magari sana. So mimi nataka nikuwe na corona. Mimi ndio nafanya nikuwe nayo. Sasa kama mimi nimetembea sina, na mimi nimetembea sina jameni. Hata State House kuna paka polisi kwa gate. Corona ikapita kwa polisi. Corona ikapita kwa polisi kwa gate. Corona ikapita kwa umbwa, dogi. Zile umbwa za polisi zile kubwa. Corona ikaogopa hizo. Corona haikuogopa hata CCTV, ati ikaenda ikashika watu ambao wanafanya kwa ofisi ya rais. Alafu wanasema rais mwenyewe hana watu yao. Komanda. Yesu ni komanda. Bulldozer. Wakikuja hii watapotea milango kwangu. I always talk the truth. Mimi naongea kweli. So, wacha nimalize hivi. Vile Mungu alifanya wakati wa Balaamu na Balaki. Punda akaongea. Punda aliongea wakati wa Balaamu na Balaki. Na hivyo ndivyo Mungu atafanya saa hii. Hata punda ataongea. Hata punda ataongea. Na mbarikiwe sana. God bless you. Yes, Lord God.